Ekwana. Leo tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka wa 2020. Karibuni sana mnaotutazama kupitia katika njia ya Facebook pamoja na YouTube. Karibuni sana mahali popote mlipo mnaotutazama hapa Lodwar na hata nje ya Lodwar. Karibuni tukaweze kubarikiwa pamoja na neno la Mungu siku ya leo, mtumishi anapojiandaa kuleta neno la Mungu kwetu siku ya leo. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 13. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana watakao wafanyia leo. Kwa maana Wamisri mnaowaona siku ya leo hamtawaona tena. Bwana asifiwe mahali popote mlipo, hata ingawaje corona imetufanya kuwa na maisha tofauti, tumekaa mbali na jengo la Mungu, lakini nataka kuambia asubuhi ya leo kwamba msiogope. Msiogope, endeleeni kumtumikia Bwana, endeleeni kumtafuta, maana corona tunayoiona leo hatutaiona tena. Katika jina la Yesu tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunajinyenyekesha chini ya kiti chako cha enzi asubuhi ya leo. Tunalitukuza jina lako, wewe mwenye enzi, wewe mwenye mamlaka na utukufu yote. Tunakiri makosa yetu, mawazo, matamshi na nafsi zetu. Mfalme, ukaweze kututakaza asubuhi ya leo. Kumbuka wasikilizaji wote na wanaotutazama wanapojiandaa kusikia neno lako asubuhi ya leo. Ukaweze kutunenea kulingana na mapenzi yako. Utuguze tena, utuinue tena, utufariji tena, na ukaweze kututendea yaliyo mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Tutasikia neno la Mungu asubuhi ya leo. Tunatoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 8 mstari mdogo 23 hadi 27. Neno la Mungu linasema hivi: akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa na msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, ukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo wa bahari za mtii? Wapendwa wasikilizaji, ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili akaweze kutuletea neno ambalo Bwana ameandaa kwa sababu yetu siku ya leo. Naomba msiondoke, mketi na mkaweze kusikia neno la Mungu. Bwana wabariki. Basi tunaweza kuomba kwa sababu ya neno la Bwana. Kiongozi wa ibada ameongoza kwa utangulizi na akaomba pia kwa sababu ya kuanzisha ibada. Nataka tuamini kwa pamoja, tuombe kwa ajili ya neno hili. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Israeli, Mungu mwenye enzi, Baba wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye jeshi kuu la mbinguni, Mungu Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo twaja mbele zako kwa heshima kuu na taadhima. Tunakuheshimu, tunakuenzi, tunakuinua. Twalikiri jina lako takatifu, maana umekirimiwa majina zaidi ya majina yote. Yesu, tunakualika katika ibada hii. Wacha Mungu, tunapolinena mausia yako Bwana asubuhi ya leo, neno hili likapata nafasi kwa maisha ya mtu anayetusikiza na kututazama. Bwana, jina lako libarikiwe, upate nafasi katika maisha ya watu wako. Nena na kanisa lako ya kwamba kila tisho linalokuja kwa maisha mwisho wake unafika, kwa sababu utakapoamka Kristo, utakapolinenea ile hali itakoma na wala watu wako hawataliona tena. Asante kwa sababu wewe Mungu ukisimama hakuna hali itatushinda, maana wewe ni juu ya mambo yote. Ninaomba mambo haya nikiamini katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mtazamaji wetu,
Majina yangu ni Moses Lokwawi. Asubuhi ya leo nimeokoka na ninamshukuru Bwana ni kwa sababu ya kunihifadhi kwa wokovu. Karibu sana katika neno la Bwana. The heading of our teaching this morning is Jesus will stop the storm. Jesus will stop the storm. Nitachanganya lugha yangu wakati ninaelezea mambo haya kwamba Yesu atasimamisha dhoruba. Hakuna hali ambayo Yesu hatasimamisha. Sawa na vile tulivyosomewa katika kitabu cha Mathayo mlango wa 8 aya yake 23 hadi 27. Nataka kusema ya kwamba what is the storm? The storm is a terrifying wind, flood, plague, can be diseases. It can be any trouble you encounter in your life as a person, as an individual, as a family, as a community, as a society. Whatever we encounter, that thing that terrifies your life is what we call a storm this morning. One day Jesus Christ went aboard, and he went aboard the boat across the lake with his disciples. And when he was there, remember Jesus Christ is 100% a human being and 100% man. In that personality of a human being, he would have been very tired, and he went down the boat to sleep. He slept, and the boat was going on. People were on board. People were okay. But all of a sudden, the wind came, and it became so shaky, very terrifying, and people were worried. Their lives were endangered. The men called the disciples on the boat got scared so much that they called upon Jesus Christ. They went to wake up the man Jesus, the man who had gone to sleep, to rest. But friends, I want to tell us this morning, Jesus, because he's God, he never slumbers. There is no situation that will take Jesus all of a sudden by surprise. He watches over our lives. He understands what is just about to happen. But on the human side, he could go to rest. He could go to sleep. The sleeping of Jesus Christ does not mean he has abandoned our situations. He hasn't abandoned our situations. But it's also giving us the freedom to see how we can be stable on our own, how we can exercise our faith, how strong we are. In every school of life, you must undergo a lesson and thereafter a test of life. And therefore, as a teacher, Jesus Christ knew, I have my students in this boat. I have these disciples here. And these disciples, I will have to see how their faith is, how strong is their faith. This is how he went to sleep. And when he went to sleep, the wind came. It shook the waters of the sea. And the sea was so dirty. The boat was about to capsize. The boat was about to sink. And people's lives were endangered. People's lives were in trouble. And they cried for their lives. As human beings, they will always run. And they ran to Jesus Christ. All of us will always run to somebody who will give us deliverance. All of us will always run to somebody who will hold our lives when we are about to sink and lift us up again, so that we are able to face our tomorrow's life. Jesus and his disciples were in the boat, but Jesus was a little asleep. The disciples realized that they were going to drown, and they called to Jesus to save them. They called for Jesus to save them. They panicked and woke up. Jesus rebuked. They rebuked them of their little faith. As a human being, we always have to rebuke our children of their weaknesses. We have to rebuke our people that we lead.
when they are not able to stand. When we rebuke people, it doesn't mean we are belittling them. It doesn't mean that we are swaying them off their strength, but we are putting more strength to them. We are bringing their mind to realize the little strength in them so that they can pick up and be strong enough to face the situation. Because being scared, panicking will not help. Complaining will not help. Talking about other people and concentrating in the weakness of other people does not help. Even if it weakens and even kills you more. Jesus wanted them to get strong. Jesus wanted to say that you should face and confront this situation ahead of you by faith. And that's why he said, you men of little faith, why couldn't you shout against this wind? Why couldn't you command this wind to stop? It could become calm, it would become calm when you come against it in the name of Jesus. But when you panic, then the enemy gets an opportunity. When you panic, when you complain, when you allow those squabbles to come over your life, then you are done. The enemy walks over you because of that fear. Remember, friends, panicking makes you even more weak. When you fear, that fear is the first weapon the enemy will use to kill you. When people talk about your weaknesses, when people despise you when you preach, when you sing in public, and a few of them know about your weaknesses, when you panic and put your tools down, then the enemy walks over your life. You need to say no to that weakness. You need to stand strong against your adversaries. The enemy is using their words as sharp weapons to kill that little faith in you. The weapon of fear is what the enemy many times uses to destabilize us, to destabilize your faith, to disable your mind, to disable the strength in you. This morning, I want us to understand that Jesus rebuked the winds and the waves, and it completely calmed down. Remember, friends, that even with our weaknesses as we walk, we have Jesus. We are that boat that has carried the Savior. We are that boat that has carried Jesus Christ of deliverance. We are that boat that has carried the Jesus Christ, power over everything. And therefore, by the strength of whom we have carried, by the power of the words of whom we have carried, we can command a situation to come calm. We can calm the situation. We can calm those diseases when we rebuke in the name of Jesus. And when Jesus Christ calmed the wind, when Jesus Christ rebuked the wind, the sea went cool. The situation calmed. Friends, I want to encourage us this morning that it is well with us when we confront a situation in the name of Jesus. You could be going through many storms in your life. I don't know what are your storms. But I know our experiences expose us to various. I don't know your storm. I may understand my storms, but I don't know your storms. But I want to tell us this morning that storms can be things we encounter in our lives. What you meet in your daily life, at your place of work, at your place of business, at the family base, at your community, at your society, could be cultural things, could be some Western events that have been embraced by our African community. Maybe some developmental challenges, floods, wars, diseases. All these things are storms that come to our lives. At times, financial challenges. When they challenge us,
We feel like we are normal. We are finished. Poverty is another storm. Many times you want to depend on people. You want to lean on people. But Jesus this morning is telling you, hey man of little faith, you need to raise your faith a little bit. Call unto Jesus Christ like this man in the boat when their lives were endangered, when they felt like they are getting finished. They called on the only name of Jesus. They woke up Jesus Christ. If you feel your Jesus has slept for too long, then friends, you need to tell Jesus to wake up in your life. You need to approach Jesus. You need to go for Jesus and tell him, I am endangered. This disease is about to kill me. This marriage is about to capsize. This relationship is about to die. Jesus, come up and revive you. Come and stop the death of this marriage. And Jesus will surely calm the storm. Your problem is you are keeping quiet with it. You want to face it physically. You want to die with it. I want to tell you, storms normally are shaky. They are destabilizing. Storms can sway you away and even change your original direction. Storms can cause one to panic and despair and lose their lives. Storms can make you despair and lose hope. Friends, but I have a new good hope this morning. That the name called Jesus, when we approach him, when we walk to Jesus with boldness, when we walk to Jesus in prayer, Jesus will stop the storm. Storms can cease immediately when you call upon the name of Jesus. Diseases, ailments, infirmities will come to the end in the name of Jesus. Call upon Jesus to intervene in your personal, in your family, in your community challenges, friends. When we call upon Jesus, the storm will come to an end. Praise Jesus. I want to pray together with you, understanding that at least God has helped you to understand. Do not allow your weakness, do not allow what people say about you to derail you from your faith, from believing and trusting in God. Friends, brethren, whatever ministry the Lord has put with you, at times is accompanied with some personal weaknesses. At times is accompanied with some community challenges. Recently, in my family meeting, I met one of my family members who said, we have gone to sorcerers about you because we have realized it is you who is involved in the death of our people. I asked them, when you consulted your divinations, what did they tell you? They told me, you know, you have a demon that has covered you that makes you never even to be seen by those sorcerers we consult. And then I said, yes, I have a good one. I have the blood of Jesus Christ that covers me. I have the name of Jesus Christ that is above all other names. And therefore, wherever you consult, you will never see me in your mirrors. You will never see me in your sorcerers. You will never see me in your society. Because I consult Jesus as you consult those ones. Kama kuna mchawi niko naye, kama kuna mganga niko naye, ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hivyo endelea kwenda kwa waganga, endelea kunidhihaki, lakini huyu Yesu sitamwacha. Nitakaa na yeye. Wewe wajua udhaifu wangu, wewe wajua maisha yangu vile unajua, lakini Yesu simwachi, kwa sababu ninajua maisha yangu atayafadhili. Na hivyo basi, mpendwa, jinsi nimeweka nanga yangu kwa Yesu na sitingiziki, naomba na wewe Mungu akusaidie ukasimame pamoja na Yesu. Tuombe kwa neno la Bwana. Nakushukuru Baba wa mbinguni kwa sababu ya mtazamaji wangu. Ninaomba Mfalme wa mbinguni, neno lako likashike kwa watu wengi. Ninaomba ya kwamba Bwana, katika mtandao watu wengi wafungue na kubarikiwa na neno hili.
Bariki maisha yangu, tunza watoto wangu, mke wangu, jamii yangu, na wafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatubu kwa neno lolote kwa niaba ya jamii yangu pamoja na kanisa lako. Ninaomba kwa ajili ya kanisa letu la AIC Mlimani, washirika pamoja na watumishi wako mahali popote walipo. Bwana, uwasaidie kusimama kwa ajili ya kazi yako, wasitikiswe na upepo wa kila namna. Hata bahari ambayo inaitwa ulimwengu ijapotikisika na kuchafuka, Bwana utasimama na kukemea kila pepo, kemea kila sauti chafu, kemea kila nia mbaya dhidi ya maisha yangu na dhidi ya maisha ya watu wako. Ni katika jina safi la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Barikiwe mpendwa katika jina la Yesu. Asante mnenaji wetu wa siku ya leo, Mzee Moses Lokawi. Wakristo wapenzi, hatuna matangazo mengi siku ya leo, ila ni kuwajulisha tu kwamba tuko wakati mgumu saa hizi, na kama mweka hazina naomba tuendelee kusaidia kanisa kwa njia ya kawaida kama katika sadaka yetu na fungu la 10. Kwa hivyo tunawahimiza tu, na tumepeana nambari ya simu na account number ya AIC Mlimani tumewapa tayari. Kwa hivyo tuendelee kusaidia kanisa kwa wakati mgumu. Najua wote sasa tuko na shida hapa na pale, tuko na changamoto, lakini tujikakamue jinsi ambavyo tunaweza ili tuendelee kusaidia kanisa letu, kwa sababu pengine tusipofanya hivyo mambo mengi yatakwama. Hata vipindi hivi ambavyo tunapeperusha hewani huenda ikasitishwa. Kwa hivyo tunaomba mahali popote mlipo, tuendelee kusaidia kanisa na Mungu atawabariki. Asanteni. Wacha tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako kwamba kuna mawimbi mengi duniani ambayo yanatikisa sisi katika maisha yetu. Baba, tunajua wakati huu tuna wakati mgumu ambapo tunakumbana na ugonjwa wa corona. Tunaomba Baba, wewe ndio msaidizi wetu, wewe ndio kimbilio letu kwa kila jambo, kwamba Baba utatuwezesha, utatusaidia, utakoma uenezaji wa ugonjwa ili shughuli zetu za kawaida zipate kurejea, ili pia na sisi tupate kurejea katika hekalu lako kama kawaida. Kwa hivyo Baba, wabariki kila mmoja washiriki wetu mahali popote walipo. Baba, utakuwa pamoja nasi mpaka wakati tutakutana tena, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Hey,